Watu wengi wanajadili na kuzungumza kuhusu vita kati ya Iran na Israel, ila wengi hawajui sababu zilizojificha chini ya mashambuliano hayo yanayoendelea. Huu si mgogoro wa mara moja, bali ni mfululizo wa matukio na vitisho vinavyoendelea kuhatarisha amani ya Mashariki ya Kati na dunia nzima. Inawezekana unajiuliza ni nini kinasababisha mapigano hayo? Nani aliye nyuma ya vita hivi? Kwa nini haviishi? Na kwa nini kuna wakati usimama na wakati mwingine huibuka ghafla pasi na matarajio yoyote? Ili kuelewa ugumu huu, ni muhimu kuchunguza mizizi yake ya kihistoria, kisiasa na kiitikadi. Makala yetu ya leo itajitahidi katika kutoa majibu ya maswali yako, maswali yote unayojiuliza kuhusu mgogoro huo. Basi kabla ya kuanza, ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television hapo chini ya video hii kwa kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, kisha turn on notification. Mgogoro kati ya Iran na Israel haukuanza ghafla. Una mizizi mirefu iliyochangamana na mabadiliko ya kisiasa na kimkakati katika eneo la Mashariki ya Kati. Hapa kuna sababu mbalimbali ambazo zilipelekea kuanza kwa mapigano haya ama migogoro hii kati ya Israel na Iran. Sababu ya kwanza ni mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, uhusiano kati ya Israel na Iran ulikuwa ukistawi kisiri. Utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi ulikuwa mshirika wa Marekani na ulikuwa na uhusiano wa kimkakati na Israel, hususan katika masuala ya kijasusi na usalama wa kikanda. Hata hivyo, baada ya kiongozi huyo kupinduliwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini kuchukua mamlaka, msimamo wa Iran kuelekea Israel ulibadilika ghafla. Utawala mpya wa kidini wa Iran uliiona Israeli kama shetani mdogo ama kama kidonda cha kansa katika ulimwengu wa Kiislamu. Ayatollah Khomeini alitangaza wazi kuunga mkono Palestina na kupinga uwepo wa Israel. Msimamo huo haukuwa kisiasa tu, bali pia ulifungamana katika itikadi za kidini na kimapinduzi zilizosisitiza umoja wa Waislamu dhidi ya maadui wa nje, ikiwemo Israel na Marekani. Hii ilikuwa ni hatua muhimu ya kuanza kwa uhasama wa moja kwa moja kati ya nchi zote hizo mbili. Jambo la pili ni swala la Palestina. Irani imejitokeza kama mlinzi mkuu wa Palestina na imekuwa ikiunga mkono kwa dhati makundi kama vile Hamas na Jihadi ya Kiislamu nchini Palestina, pamoja na Hezbollah nchini Lebanon. Kwa Tehran, msaada huu ni sehemu ya mhimili wa upinzani dhidi ya ushawishi wa Marekani na Israel katika eneo hilo. Kwa upande wa Hamas na Jihadi ya Kiislamu, Iran inatoa misaada ya kifedha, kijeshi na mafunzo ya makundi hayo yenye makao yake Gaza. Kwa mfano, ripoti za kijasusi zinaonyesha kuwa Iran inaifadhili Hamas kwa makumi ya mamilioni ya dola kila mwaka na inawapa mafunzo ya kijeshi na silaha. Mnamo mwaka 2023, maafisa wa Marekani walikadiria kuwa Iran hutoa takriban dola milioni 100 kwa Hamas kila mwaka. Katika kundi la Hezbollah nchini Lebanon, Iran imekuwa ikiunga mkono Hezbollah tangu kuanzishwa kwake mwaka 1982. Msaada huu unajumuisha fedha, silaha za kisasa kama vile makombora ya masafa marefu, drones na mafunzo. Hezbollah imekuwa na nguvu kubwa ya kijeshi na kisiasa nchini Lebanon na inatumiwa na Iran kama mkono wake wa kijeshi katika mpaka wa Israel na Lebanon. Kwa upande wa Israel inaona makundi haya kama mashirika ya kigaidi yanayotishia moja kwa moja usalama wake, na msaada wa Iran kwao huchukuliwa kama kitendo cha uhasama wa moja kwa moja. Swala la tatu ni mpango wa nyuklia wa Iran. Israel inaamini kuwa Iran inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia ambazo zingeweza kuhatarisha uwepo wake. Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani na uzalishaji wa nishati na matibabu, na kwamba haikusudii kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, historia ya siri ya mpango huo
unakosa uwazi wa kutosha kwa ukaguzi wa kimataifa unaosababisha mashaka makubwa. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA limekuwa likifanya ukaguzi nchini Iran, lakini limekuwa likilalamika mara kwa mara kuhusu kukosekana kwa ushirikiano kutoka kwa Tehran. Ripoti za IAEA mara nyingi zinaonyesha wasiwasi kuhusu chembechembe za uranium zenye kiwango cha juu cha kurutubishwa kupatikana katika maeneo yasiyotangazwa, na pia maswali kuhusu shughuli za zamani za nyuklia zenye lengo la kijeshi. Mkataba wa pamoja wa mpango kazi kamili JCPOA uliosainiwa mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa makuu ya dunia ulikuwa na lengo la kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo. Hata hivyo, Marekani ilijiondoa kwenye makubaliano hayo mwaka 2018 chini ya utawala wa Donald Trump. Tangu kujiondoa kwa Marekani, Iran imeongeza kiwango cha urutubishaji wa uranium, na ripoti za hivi karibuni za IAEA zinaonyesha kuwa Iran ina uranium inayorutubishwa hadi 60%, kiwango kilicho karibu na 90% inayohitajika kwa silaha hizo za nyuklia. Hofu hii inasababisha Israel kufanya operesheni kadhaa za kijasusi na shambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wanasayansi wa nyuklia kama vile Mohsen Fakhrizad mnamo Novemba 2020. Jambo la 4 ni ushindani na ushawishi wa kikanda. Irani na Israel vinashindana katika kupanua ushawishi wao katika Mashariki ya Kati. Irani inajipambanua kama kiongozi wa muhimili wa upinzani unaojulikana Syria chini ya utawala wa Bashar al-Assad. Hezbollah nchini Lebanon na makundi mengine yenye silaha nchini Iraq na Yemen kama vile Houthi. Lengo la Irani ni kupunguza ushawishi wa Marekani na Israel katika maeneo hayo na kuimarisha nafasi yake kama nguvu kuu ya kikanda. Huku kwa upande mwingine, Israel inajaribu kuzuia upanuzi huo wa ushawishi wa Iran. Inafanya hivyo kwa kuunga mkono washirika wake kufanya operations za kijeshi dhidi ya vituo vya Iran nchini Syria na kushinikiza jumuiya ya kimataifa kuweka vikwazo dhidi ya Iran. Vita vya proxy nchini Syria, Lebanon na Yemen mara nyingi wakutanisha Israel na Iran kwa njia isiyo ya moja kwa moja, ambapo kila upande unatumia makundi ya ndani kutekeleza maslahi yake. Unaweza kujiuliza ni kwa nini vita hivi haviishi na mgogoro kati ya Iran na Israel umekuwa mgumu kumalizika. Hizi ndizo sababu ambazo zinapelekea vita hivi kutomalizika na kudumu kwa kipindi kirefu sana. Sababu ya kwanza ni ukosefu wa mazungumzo ya moja kwa moja. Hakuna mazungumzo rasmi au njia ya kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili. Mawasiliano yao ni kupitia vitisho, mashambulizi ya kijeshi na operesheni za siri. Ukosefu wa mawasiliano ya wazi unafanya iwe vigumu kutatua migogoro, kujenga uaminifu na kuepuka kuongezeka kwa ghasia kutokana na kutokuelewana. Kila upande unatafsiri vitendo vya mwingine kwa njia mbaya zaidi na kusababisha mzunguko wa uhasama usioisha. Israel inataka kuhakikisha usalama wake, kuzuia Irani kuwa na silaha za nyuklia na kupunguza ushawishi wa Irani katika mipaka yake, hususan kupitia Hezbollah nchini Lebanon na maeneo yanayoungwa mkono na Iran nchini Syria. Irani nayo inataka kudumisha mamlaka yake, kuunga mkono washirika wake wa kikanda, kupinga kile inachokiona kama uchochezi wa Israel na kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa madhumuni ya amani kama wanavyodai. Malengo haya yanapingana na kufanya suluhu kuwa ngumu. Kila upande unachukua hatua zinazolenga kufikia malengo yake, ambazo mara nyingi hugongana na maslahi ya upande mwingine, hata hivyo kuongeza hatari ya kuongezeka kwa ghasia miongoni mwao. Sababu ya pili ni uingiliaji wa nguvu za nje. Hapa tukizungumzia Marekani na Israel. Marekani ni mshirika mkubwa wa Israel na imeweka vikwazo vikali dhidi ya Iran. Msaada wa kijeshi na kifedha wa Marekani kwa Israel ni muhimu kwa uwezo wake wa kujilinda. Sera ya Marekani mara nyingi imechangia mvutano huu kwa kuunga mkono msimamo mgumu dhidi ya Iran. Kwa upande mwingine, wapo Urusi na China.
Urusi na China zina uhusiano mzuri na Iran, zikiipa msaada wa kisiasa na kiuchumi. Urusi imeuza mifumo ya ulinzi wa anga kwa Iran, na China ni mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran, kusaidia Iran kupunguza athari na vikwazo vya magharibi. Uingiliaji huu wa kimataifa unafanya mambo kuwa magumu zaidi na kuongeza uhasama, huku kila upande ukijisikia kuungwa mkono na mataifa yenye nguvu. Sababu ya tatu ni itikadi na dini. Hii ni moja kati ya sababu ambayo nayo inachochea mgogoro huu. Mgogoro huu pia una mizizi katika itikadi na dini. Kwa Irani, swala la Palestina na kupinga Israel linafungamana katika imani za kidini na dhana ya kujipinga dhidi ya ukandamizaji. Kwa Israel, uwepo wake na usalama ni masuala muhimu ya kitaifa, kidini na kihistoria, hasa kwa kuzingatia mauaji ya halaiki, Holocaust, na utafutaji wa usalama wa Wayahudi. Tofauti hizi za msingi za kiitikadi zinafanya maridhiano kuwa magumu sana yao. Sasa hebu tuone ni nini kilichopo nyuma ya mashambulizi, yaani kilichopo nyuma ya pazia. Nyuma ya mashambulizi tunayoyaona kuna operesheni nyingi za siri na za kimkakati zinazoendelea. Kwanza ni operation za kijasusi na vita baridi. Nchi zote mbili zinasemekana kufanya operation za kijasusi dhidi ya kila mmoja, ikiwemo udukuzi wa mifumo ya kompyuta, kusanya taarifa za siri na hata mauaji ya maafisa muhimu. Kwanza, mauaji ya wanasayansi. Mashirika ya kijasusi ya Israel kama vile Mossad yanatuhumiwa kwa mauaji ya wanasayansi kadhaa wa nyuklia wa Iran, kama vile Mohammad Fakhrizad aliyeuawa mnamo Novemba 2020, ambaye alielezwa kama baba wa mpango wa nyuklia nchini Iran. Swala la pili ni udukuzi wa sabotage. Kumekuwa na ripoti za matukio ya sabotage katika vituo muhimu vya Iran, ikiwemo kituo cha kurutubisha uranium cha Natanz. Mara nyingi Israel imetuhumiwa kuhusika. Kwa mfano, Aprili 2021 kulikuwa na shambulio la mtandao au bomu kwenye kituo cha Natanz kilichosababisha kukatika kwa umeme na uharibifu wa baadhi ya centrifuges. Jambo la pili ni vita vya mitandaoni, cyber warfare. Kumekuwa na ripoti za mashambulizi ya mtandao yanayolenga miundombinu muhimu ya Iran na Israel. Mashambulizi haya yanaweza kusababisha uharibifu mkubwa bila kutumia silaha za jadi. Mfano maarufu ni virusi vya Stuxnet vilivyogunduliwa mwaka 2010 ambavyo vilitumika kuhujumu centrifuges za Iran. Inasemekana kuwa Stuxnet ilitengenezwa kwa ushirika kati ya Marekani na Israel. Lakini pia kumekuwa na mashambulizi mengi ya mtandaoni yanayolenga sekta za kifedha, miundombinu ya maji na mifumo ya nishati ya nchi zote mbili. Jambo la tatu ni mashambulizi yanayolengwa, yani targeted strikes. Israel imefanya mashambulizi ya anga mara kwa mara nchini Syria yanayolenga magara ya silaha na misafara inayozaniwa kuwa inapeleka silaha kwa Hezbollah au makundi mengine yanayoungwa mkono na Iran. Israel inadai kuwa mashambulizi haya ni muhimu ili kuzuia Iran kutengeneza daraja la ardhini la ushawishi kutoka Iran hadi Lebanon kupitia Syria. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) limekuwa likiripoti mamia ya mashambulizi kama hayo tangu mwaka 2018. Iran kwa upande wake inafanya shughuli za kukabiliana na vitisho hivyo na kujipanga kijeshi katika eneo hilo. Jambo la nne na la mwisho ni vita ya maneno, yani propaganda. Nchi zote mbili pia zimepigana vita vya maneno na propaganda, zikijaribu kushawishi maoni ya umma ndani na nje ya nchi. Kila upande unatoa matamko makali, vitisho na taarifa zinazopingana ambazo zinalenga kuongeza shinikizo na kuzoofisha upande mwingine. Matumizi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ni muhimu sana katika vita hivi vya kisaikolojia. Nadhani hadi hapa kuna mambo ambayo umeyajua kuhusu chimbuko la vita hivi na namna ambavyo vita hivi vinaendelea kwa ukubwa zaidi.
Kuna maswali mengi nadhani nitakuwa nimeshajibu kupitia makala hii. Vita kati ya Iran na Israel si jambo rahisi kuelewa. Ina mizizi mirefu katika historia, siasa na itikadi, na inaendeshwa na malengo yanayopingana na kutokuwepo kwa njia za mawasiliano. Madhara yake ni makubwa na yanaendelea kuathiri maisha ya mamilioni ya watu na amani ya dunia. Ni muhimu kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kutafuta suluhu za kidiplomasia ili kupunguza mvutano na kuzuia vita kamili. Je, unahisi ni jambo gani ambalo linaweza kufanya vita hivi kukoma? Ni jambo gani likichukuliwa hatua linaweza kusababisha maliziano kati yao? Niambie hapo chini kwenye comment, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok. Tunapatikana kama Dino Television. Hapa YouTube, hakikisha umesubscribe channel yetu kwa kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kutokea hapa Dino Television. Mimi ni Mr. Voltage na hii ni Dino Television.